Kwingine kwa mtazamaji ni kwamba mwanamume mmoja ambaye ni mhudumu wa bodaboda Gitaru kule Kabete, kaunti ya Kiambu, aliaga dunia baada ya kugongwa na matatu na baadaye umati uliokuwa na ghadhabu wakateketeza moto matatu hiyo. Kwa mujibu wa walioshuhudia ajali hiyo, wamesema matatu hiyo ilikuwa upande mbaya wa barabara ikijaribu kukwepa msongamano wa magari, kwani barabara hiyo imekuwa ikiendelea na ujenzi. Hata hivyo ni kwamba baadhi ya wakazi walikuwa wamejitokeza wamesuta vikali kitendo cha kutekelezwa ama kuteketezwa kwa matatu hiyo kunradhi, wakitaka wenzao kukoma holka ya kuongozwa na ghadhabu na badala yake kufuata sheria. Matatu ilikuwa inashuka pande ya Wangige, lakini ikafikiria kuibia barabara pande ya dereva. Jamaa wa nduthi wa pikipiki alikuwa anashuka akienda Wangige, na yeye pia akafikiria vile ameona dereva amerudi pande ya Makanga, akaamua kwenda pande ya dereva. Akiamua kuingia, dereva wa Nissan akiamua kuibia barabara, akagonga mtu wa pikipiki na akamuua. Watu kuchukua sheria mkononi haifai, kwa sababu wenye gari labda hawananga makosa, lakini dereva anakuwa nia ako na makosa, na wakati watu wamechukua sheria mkononi na kuchoma gari, wanapeleka mwenye gari hasara ambao hakuwa amejitayarisha. Kwa hivyo ni vizuri kusema watu wasirudi kuchukua sheria mikononi. Tungeomba hii barabara iishe juu watu wanaumia wengi sana hapa Gitaru. Tena sana zaidi ya watu 10. Alafu waje usema ati mnane watu wa boda. Hapana. Sasa nani anajua hiyo, nani amechoma hiyo gari? Lakini kila kitu ikiambiwa wanasema ni mtu wa nduthi, juu ni mtu wa nduthi amegongwa, wanasema ni mtu wa boda. Na sijaona mtu wa boda mwenye amekuja kuchoma gari hapa. Ni watu wamejitokelezea wakakuja kuchoma gari.